Hii ni familia ya bimdada Meenakshi. Bimdada huyu bwana alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa superstar anaitwa Rajinikanth. Leo anajiandaa kupokea mchumba, lakini huku upande wa pili tunakutana na familia ya Sundari. Jamaa ni injinia, lakini familia yao walikuwa wanafanya biashara ya asali, lakini huyu mchizi alikuwa hahitaji kabisa kuifanya hii biashara. Na leo pia hii familia walikuwa wanajiandaa ili mchizi aende akakutane na mwanamke ambaye atafunga naye ndoa. Akiwa njiani, mzee anamuuliza, sasa ukweni akikuuliza unafanya kazi gani utasemaje? Mimi nitasema nina mwaka mmoja sasa natafuta kazi pasina kuwa na mafanikio ya kupata. Hakika wewe ni mjinga sana, mimi ninafahamu ya kwamba wewe ni mjinga, lakini usiruhusu kabisa wakwe zako akatambua hilo jambo. Sasa wewe cha kufanya, waeleze umefanya interview kwenye kampuni inayopatikana nchini Marekani na muda sio mrefu utaanza kazi. Sawa mwanangu? Basi bwana, baada ya kwenda mbele kidogo bwana wanasimama wanampigia simu mwenyeji wao. Cha kushangaza simu yake ilikuwa haipatikani. Wakiwa bado wanajiuliza ni kitu gani kinachoendelea, mmoja kati ya mtu anatoka ndani na kueleza, jamani, mlishafika. Baada ya kuingia humo ndani, nyumba ambayo alikuwa ameingia ni nyumba ambayo inapatikana na familia ya bimdada Meenakshi. Sundari anafanikiwa kuliona totozi, hakika alichanganyikiwa sana. Familia wanasema basi nendeni mkazungumze. Bimdada baada ya kuingia humo ndani anavaa koti la mshikaji na kumuuliza, hebu nieleze ni kwa nini niwache wanaume wote na kukubali kuolewa na wewe? Jamaa anasema, kwanza mimi ni injinia, lakini pia mainjinia huwa ni ngumu sana kukata tamaa. Jambo lao akiliamua basi ni lazima huwa litimie. Na pia baba yangu alinieleza nije nidanganye kwamba nimefanya interview kwenye kampuni ya Marekani, lakini ukweli wa mambo ni kwamba nina mwaka mmoja toka nimalize chuo sijafanikiwa kupata kazi hata moja, na kwa sasa ninapata pesa kutoka kwa baba yangu. Amenipatia miezi 6 ya kupata kazi, endapo nisipopata basi nitalazimika kujiunga kwenye biashara ya familia. Kaka yake na Sundari anapokea simu, na baada ya kuzungumza anakuja kugundua kwamba nyumba aliyoingia ilikuwa sio sahihi. Ghafla mtu ambaye alikuwa anahitajika kufika hapa kuja kumwangalia mwanamke naye anagonga mlango. Familia hizi mbili bwana, kila mmoja akabaki na mshangao. Mzee anasema, hakika nyumbani kwangu nina wapumbavu wawili na mmoja kati yao ni huyu kaka yake na Sundari. Wadau anaelezwa hii nyumba tulioingia sio sawasawa. Dada anasema, ni kweli tumepiga stori nyingi, hebu nieleze jina lako ni nani? Mimi ninaitwa Meenakshi. Mchizi naye baada ya kujitambulisha, babu wa familia anasema, bwana, hawa hakika hawajakutana kwa bahati mbaya. Mimi kama babu wa familia ninaruhusu binti yangu kuolewa na huyu kijana. Bwana, ndoa inapita. Sherehe ilikuwa ni pambe sana, biliani likapigwa la kutosha. Usiku wa kwanza bimdada pamoja na mshikaji, stori zikawa ni nyingi sana, kila mmoja akawa anatamani kufahamu usiku wa kwanza mambo huwa yako vipi. Bimdada akamsogelea mshikaji, mshikaji naye kamsogelea bimdada. Kabla hajafanya chochote, ghafla simu yake inaingia notification. Mchizi anasema, hii ni taarifa ambayo inahitajika niweze kuisoma, kwani kuna interview ambayo inahitajika niweze kuifanya kesho asubuhi. Jamani elekea mezani kwanza kupiga msuri kujiandaa na interview. Bimdada kwa bahati mbaya akapitiwa na usingizi asubuhi na mapema. Dada akiwa na ugumu wa kali naye bwana ikabidi tuanze kucheza na shati, ana densi kushoto, ana densi kulia, lakini pia akalichukua na kulipeleka kitandani. Upande wa pili kwa mchizi, yeye akawa yuko bize tu na interview. Siku hii ya leo alikuwa na uchungu sana, anatamani aweze kuipata hii kazi, na mchizi alikuwa na furaha sana, kwani hata huyo ambaye alikuwa anamuuliza maswali yeye alikuwa anamwejinia kama vile alikuwa ni mke wake. Baada ya kurudi nyumbani anamkuta mwanadada akiwa na huzuni sana, anamuuliza, vipi siku yako ya leo iliendaje? Jamaa anamweleza ilikuwa ni vizuri tu, lakini baada ya kuifungua barua ambayo ilikuwa na majibu yote, jamaa anasema ya kwamba imepata kazi kwenye mji mwingine. Bimdada alifurahi sana pamoja na familia, licha ya mpaka muda huu mchizi bado alikuwa hajagusa chochote. Yaani hapa kila mmoja alikuwa na ugumu wa karne, na hata usiku wa leo badala utumie faraga pamoja na mke wake, bali yeye akautumia kukunja nguo akisaidiwa na familia yake. Walipopata muda wa kwenda kupiga mastori mawili matatu pamoja na mwanadada, siku hii ya leo akaamua kuweza kupigana tu mabusu. Yalipokuwa nakolea kuwapeleka katika maeneo fulani, ghafla wakagongewa mlango na kuelezwa, bwana, unaitwa na baba. Hii ndio shida ya kuishi kwenye nyumba ya familia ukiwa umeoa. Sundari anaondoka akiwa na huzuni sana. Akiwa stesheni alikuwa anamwangalia mwanadada kwa jicho la matamanio. Yani jamaa kaoa lakini bado hajagusa. Mwamba anafika mpaka kwenye mji mwingine, anaingia ofisini anakuta watu tayari wameshaingia kwenye kikao. Hasa huyu kiongozi wa kampuni akaanza kutema cheche, anasema, jamani, lengo la kuwaleta ndani ya hili eneo sio kwamba ameajiliwa moja kwa moja, hapana. Kwanza mtakuwa na miezi ya majaribio kama miezi 6, lakini pia cha msingi na cha muhimu, ninahitaji watu ambao wako single. Yani kwa kipindi hiki chote sihitaji mtu ambaye amefunga ndoa. Jamaa baada ya kusikia hivyo bwana, ikabidi aivue pete yake na kuitia kwenye mfuko wa shati, kwani alitambua endapo akisanukiwa huenda akafukuzwa kazi. Sasa mchizi anaenda anakutana na marafiki watatu, na yeye anakuwa ni wanne ambao wanakuwa naishi ndani ya chumba kimoja. Hakika kwa sasa watu hawa wawili wakawa na struggle sana. Si unajua tena wameoana juzi juzi tu, na
bado hawajagusana, lakini pia hawakuwahi kuwa na mahusiano ya karibu. Hivyo hapa kilikuwa ni kipengele kizito. Sasa mchizi wakati wa jioni, marafiki zake watatu anampatia gambe, anamweleza bwana, hebu tumia hii, piga funda moja alafu angalia upande wa juu, utajisikia vizuri zaidi. Jamaa anawaeleza mimi sipigi gambe. Machizi wakamshangaa sana, yani mwanaume gani ambaye hatumii gambe? Ikabidi tu ajisogeze upande wa pembeni na kuanza kupiga stori na bimdada. Anamweleza bwana, ndani ya hili eneo usije kabisa ukakanyaga, kwani hapa mimi nimedanganya ya kwamba sijaoa, sababu ndani ya hii kampuni ukigundulika umeoa basi unafukuzwa kazi. Sasa babake na Sundari huwa anamdharau sana mwanaye, akimwona ya kwamba ni mjinga. Leo kipindi ambacho alikuwa anapata chakula cha jioni, dada akaanza kumsifia sana mume wake. Anamweleza baba mkwe ya kwamba sehemu ambapo mchizi kaenda kufanya kazi anapiga kwa bidii sana, imempelekea mpaka wafanyakazi wenzake kumpenda sana, hususan bosi wake. Yaani huwa anamsifia sana na kumweleza yeye ni mtu muhimu sana ndani ya kampuni. Mzee Kimtindo akashangaa, akaona mbona haya mambo sijawahi kuyasikia. Lakini leo bimdada anaingia mgahawani pamoja na wifi yake Mukai. Kipindi ambacho alikuwa anapata madiko, anafika rafiki yake kutokea chuoni. Mchizi alikuwa anatambulika kwa jina la Anathan. Bwana, stori zikawa ni nyingi sana, lakini Mukai ikabidi awaache watu hawa wawili waweze kuzungumza. Bishosti pamoja na huyu jamaa, kipindi ambacho alipokuaga chuoni, alikuwa ni watu wanaotoka sana. Huenda mchizi akawa anamuelewa sana huyu mwanadada, lakini alishindwa kuchuma hili tunda. Na baada ya huu mtoko wakati wa jioni, jamaa ikabidi tena amtumie meseji mwanadada na kusema ninatamani tuwe tunaonana mara kwa mara. Upande wa Sundari bwana, leo moja kati ya mchizi wake anasema bwana, mimi nimeachana na mpenzi wangu, si unajua tena mapenzi ya mbalimbali huwa hayadumu. Moja kati ya rafiki yake anajidai playboy akamweleza kwamba siri ya kuitunza mapenzi ya mbali ni kwamba usije ukamweleza mke wako ama mpenzi wako ya kwamba una furaha wakati yuko mbali nawe. Sundari akaanza kufanyia kazi ushauri. Leo kipindi ambacho alikuwa anaongea na bimdada akawa anatia sana huruma. Anasema hakika bwana, nimekumisi sana, kwanza na muda mrefu sijakuona, ninatamani ungekuwa karibu nami hapa kitandani, huenda ningejisikia afadhali. Si unajua mimi na wewe bwana ni damu. Bimdada naye upande wa pili akawa tu anakumbatia zake shati kitandani. Upweke pamoja na ugumu ukaendelea kuwatesa sana hawa wanandoa. Leo kipindi ambacho alikuwa anaongea video call, mchizi akajifunga pingo kitandani, bimdada naye akaelekea chumbani kwenda kuvaa nguo za kiwafande. Hii yote ni kuweza kunogesha tu mapenzi ya mbali. Lakini kipindi ambacho mchizi alikuwa anapiga kelele akisema kwamba Minakshi njoo niokoe, Minakshi njoo niokoe, wewe ndio afande wangu, mimi nimetekwa. Bwana, hizo kelele zikamfikia mama mtu. Mama mtu anaingia humo ndani, anakuta mwanae akiwa kafungwa kitandani, tena kafungwa pingu. Akaanza kupiga yoyo, anasema jamani, mwanangu katekwa, mwanangu ametekwa jamani. Shangazi anaingia humo ndani, anasema haya mambo gani tena? Bimdada naye anatoka, anamuona kavaa nguo za kiafande, tena nguo zenyewe ilikuwa ni gauni fupi. Hali ikaendelea kuwa nzito, lakini Mukai baada ya kuingia tu humo ndani akaelewa mchezo mzima, akaenda kuifunika ile PC. Anaeleza jamani mama, hapa hakuna jambo lolote baya, hawa walikuwa wanacheza tu michezo ya wanandoa ili kuweza kunogesha mapenzi yao. Baba mkwe naye anaingia humo ndani, mkuku anasema jamani kunani? Anamwangalia mkwewe, anaona bwana, leo imekuwaje? Dada leo kaenda kwenye ofisi moja ambayo ilikuwa ni loko sana, kaenda kuomba kazi. Wakashangaa sana, yani wewe kutokana na elimu ulionayo, kampuni yoyote ile ukienda kuomba kazi uende ukapata, ni kwa nini umefika hapa? Dada anasema ninahitaji nifanye kazi sehemu ambapo nitaleta mapinduzi. Anarudi nyumbani na kueleza hizi habari ya kwamba amepata kazi, lakini baba anakataa na kumweleza inabidi amfundishe tuisheni huyu mdogo wake na Sundari, kwani mzee anadai hahitaji kutengeneza mjinga mwingine kama Sundari ndani ya familia. Basi dada alikuwa hana namna zaidi tu kufanya kama vile baba mkwe alikuwa akamwelekeza, licha ya kuweza kuumia sana ndani ya moyo wake. Leo Mukai anamweleza mwanadada Sundari siku yake ya kuzaliwa imekaribia, hivyo anamshauri mwanadada aende akamfanyie surprise. Mwanadada kweli anafunga safari bila kujua kwa upande wa pili mchizi alikuwa anaruka sana na marafiki zake, yani alikuwa na furaha kweli kweli siku yake hii ya kuzaliwa. Dada alikuwa anatambua mchizi ana huzuni, hana rafiki yoyote wa kuweza kusherehekea naye siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo anafika hapa na kizawadi chake, anashangaa kulikuwa kuna bonge moja la pati, yani ilikuwa ni hatari tupu. Dada anashangaa zaidi baada ya kumwona mumeo alikuwa akashikwa na mwanamke. Mchizi anamsogelea bimdada. Minakshi kwa kuwa alikuwa anafahamu kila kitu, akajitambulisha kwamba yeye ni mpwa wake kutoka katika mji mwingine, na leo amefika hapa kwa lengo la kuweza kusherehekea naye siku hii yake muhimu. Sundari akawa anajaribu kuweza kujieleza kwa mwanadada juu ya kile ambacho alikuwa akakiona, asifikirie vibaya, lakini mwanadada akamweleza, mimi nimekuja hapa pamoja na baba bila kumsahau mdogo wako wa mwisho, hivyo jitahidi sana unitafute kabla sijaondoka
nimeondoka ili tuzungumze juu ya hiki ambacho nimekiona leo. Baba pamoja na mwanadada wanafika mpaka sehemu ambapo mchizi alikuwa anafanyia kazi, lakini cha kushangaza mzee anazuiliwa upande wa nje. Anaelezwa humu ndani hairuhusiwi kuingia mtu yoyote ambaye sio mfanyakazi. Mzee huyu kwa kweli alikuwa anatamani sana kwenda kuonana na kijana wake, kabidi aweze kupita chauani na kuingia humu ndani. Kipindi ambacho alikuwa na harakati za kuweza kumtafuta kijana wake, bwana akaingia ndani ya lifti moja. Kwa bahati nzuri pia mchizi naye akaingia pamoja na bosi wake. Sasa mzee huyu kwa kweli alikuwa akajificha nyuma kabisa ya watu ndani ya hii lifti. Bosi akaanza kumsifia sana mtaalamu wetu Sundari, anamweleza hakika kampuni hii inajivunia sana kuwa na kijana mchapakazi kama wewe. Mzee akawa anafurahi sana, anaona kwa sasa mwanae ameachana na upumbavu. Mchizi anafanikiwa kukutana na familia yake. Baba anamshika kijana wake na kusema hakika ninajivunia sana kuwa na kijana mchapakazi kama wewe. Sundari akawa anahitaji kuongea na bimdada, lakini Meenakshi alimwangalia tu kwa jicho la pembeni kisha akajichenga. Jamaa akawa anaendelea kutia huruma akihitaji mwanadada aweze kumsamehe, lakini mwanadada akamkunjia uso wa mbuzi. Akiwa njiani, mchizi akawa anajaribu sana kupiga simu, lakini mwanadada akawa hapokei kabisa simu yake. Mchizi kabidi ajirekodi video akiomba msamaha sana kwa mwanadada kisha akamtumia, lakini leo mwanadada akafanikiwa kukutana na rafiki yake wa chuoni. Stori zikawa ni nyingi sana, lakini mwamba akamuuliza vipi kuhusu ndoa yako pamoja na Sundari. Mwanadada akamwelezea hali jinsi ilivyo. Jamaa akamshauri tu labda uende ukazungumze naye, huenda mkapata suluhu ya kile ambacho kinawasumbua. Dada leo anampigia simu mchizi na kumweleza ninatamani sana nipate muda wa kuja huko ili tuweze kuzungumza, lakini Sundari anasema bwana, kwa sasa imeshapita miezi 6, hivyo ninaomba uwe mvumilivu sana, kwani kwa sasa bwana imebaki miezi 6 mingine ili tuweze kutimiza mwaka mmoja, na huu mwaka mmoja tuliopewa na kampuni endapo ukiisha, basi nitakuwa na uwezo wa kupata mkataba wa kudumu, na kama ikitokea nikigundulika ya kwamba nimefunga ndoa, basi nitafukuzwa, hata kazi yenyewe nitakosa. Sundari bwana, ndani ya hii kampuni kila mmoja alikuwa akapewa jukumu lake la kutengeneza application ambayo itakuwa ni nzuri, na endapo mtu application yake ikawa ni nzuri na kuweza kuuzwa sokoni, basi huyo ndio ataibuka kuwa mshindi na kuweza kupatiwa kazi. Leo shangazi yake na Sundari anaingia mjini, safari inampeleka mpaka kwenye duka la familia. Anachagua sari moja nzuri sana. Hii bwana ilikuwa inahitajika aweze kuvaa kwenye sherehe moja ya kidini. Sasa Anathani anasema ya kwamba hii ni sari ambayo yeye tayari alishaichagua na kuna mtu special ambaye anahitaji kwenda kumpatia zawadi. Licha anti kuweza kubembeleza sana achiwe Isari, lakini jitihada zake ziligonga mwamba. Mchize bwana Isari akaenda kumpatia zawadi mwanadada na kumweleza kwamba anamuomba sana aje kwenye kampuni ya baba yake kumsaidia, kwani kwa sasa ana struggle sana kuweza kuongeza mauzo. Anasema kutokana na uwezo ambao mwanadada alionao, anaamini kabisa endapo yeye akijiunga katika timu yake atakuwa na uwezo wa kumsaidia mauzo yakaongezeka. Leo asubuhi na mapema kila mmoja alikuwa akajiandaa kwa ajili ya kwenda katika hii sherehe ya kidini. Meenakshi baada ya kutoka, shangazi akashangaa sana. Hii sari si ndio ile ambayo yeye alikuwa anahitaji, lakini akakataliwa. Dada anaulizwa Isari umeitoa wapi? Anasema ya kwamba amepatiwa na rafiki yake kama zawadi ili aende akamsaidia kuongeza mauzo kwenye kampuni ya baba yake, lakini baba mkwe anakataa na kumweleza kwanza nenda kavue hiyo sari, pili kwenye kampuni hiyo hautoenda kufanya kazi. Kamzozo kidogo kakatokea baina ya binti pamoja na shangazi, kwani shangazi huyu maneno aliyokuwa anazungumza yalikuwa yanaashiria kwamba mwanadada kitu alichokifanya utadhani kamsaliti mume wake. Dada anaondoka kwa hasira, anaenda kujifungia ndani, lakini anapigiwa simu na mume wake. Anamuuliza kuna nini? Hebu nieleze, nimepigiwa tu simu na baba yangu juu, lakini pia hebu niambie huyu Anathani ni nani? Dada akasema kwa hiyo nawe unakaa upande wa baba yako? Kwanza mimi nimechoka haya mahusiano ya mbalimbali, hakuna hata faida yoyote ambayo ninaipata kuanzia leo mimi na wewe. Basi Meenakshi anaamua kufunga safari na kurudi mpaka nyumbani kuendelea na maisha mengine. Sundari haelewi ni kitu gani alichokosea. Huzuni ilikuwa ni kubwa sana kwa upande wake, lakini akaendelea tu na maisha mengine. Meenakshi naye kwa sasa akawa anafanya kazi chini ya mtaalamu wetu Anathani. Licha huyu jamaa bwana kuonekana kabisa ya kwamba alikuwa anahitaji penzi la huyu mwanadada, lakini Bishosti yeye aliweka msimamo wake ule ule ya kwamba kwa sasa yeye ni mwanandoa. Babu leo anamwambia binti yangu, hakika ninajuta sana, kwani mama yako ananilaumu. Anasema mimi ndio nimesababisha mpaka umekuwa na huzuni, sababu nilipendekeza ndoa yako pamoja na Sundari. Mzee anamweleza, lakini mimi katika maisha yangu ninaamini endapo watu wawili wakikutana na kuzungumza, huenda utatuzi ukapatikana juu ya jambo ambalo linawasumbua. Binti ushauri kidogo ukamwingia akilini. Leo anamtumia meseji mchizi na kumweleza ninahitaji nije ili tuweze kuzungumza. Kwa bahati mbaya bwana, hii notification sikaingia, alafu mchizi alikuwa hayupo. Basi rafiki yake
Baada ya kuweka password kwenye simu akaijibu ile meseji kisha akaifuta, lakini pia akafanikiwa kuona picha za mchizi kipindi ambacho alikuwa anafunga ndoa yeye pamoja na Meenakshi. Leo ndio ilikuwa ile siku ambayo kila mfanyakazi alikuwa anaenda kuzungumza juu ya application yake. Mabosi walikuwa wamejaa ndani ya hili eneo. Jamaa anaambiwa bwana, ajiandae kwani wewe utakuwa ni mtu wa 5, lakini ghafla anapokea notification kutoka kwa mwanadada ya kwamba mimi nipo upande wa chini na kusubiri. Sundari anashuka upande wa chini na kumweleza mwanadada, kunani, mbona umekuja siku hii ya leo muhimu sana? Endapo watu wakikuona huenda mimi nikapoteza kila kitu ambacho nimekihangaikia. Dada anatoa simu na kumwambia, mbona ulinijibu meseji na kunielekeza sehemu ya kuja? Mchizi anasema, mbona katika simu yangu hakuna meseji yoyote? Basi kamzozo kakawa ni kakubwa. Ghafla bosi wake anafika na kusema, hakika sikuamini kabisa mwanaume kama wewe ambaye tumekuamini, unayeweza kuwa tapeli na muongo uliyetuaminisha kampuni nzima ya kwamba uko single ungali una mke. Hakika siamini macho yangu, lakini jitahidi uje utueleze juu ya application yako kabla ya mambo mengine hayajaendelea. Basi dada akawa haelewi, lakini pia mchizi anamweleza mwanadada, kwa hiki ulichokifanya basi mimi na wewe kuanzia leo ndio basi. Sundari cha kushangaza anakutana na rafiki yake akiwa na bosi wake akimweleza kwamba licha ya kutoa siri ya Sundari bado application yako imekuwa ni mbaya sana, yani sikutegemea kabisa. Mchizi moja kwa moja akagundua kumbe mwanadada alikuwa yupo sahihi. Anatoka upande wa nje anakuta bimdada alishatembea. Jamaa anarudi ndani kinyonge sana, anaanza kuzungumzia application ambayo alikuwa akaitengeneza. Mchizi idea yake ilikuwa ni nzuri sana, yani kila mmoja alikuwa anafurahia idea yake, lakini mwisho wa siku akaanza kuwaza momenti nzuri ambayo alikuwa akapitia yeye pamoja na mwanadada Meenakshi. Hii ikamfanya mchizi kuwa na huzuni sana. Mwisho wa siku akatoa siri ya kwamba yeye siyo single bali ni mwanandoa. Sundari anaamua kuondoka, anarudi nyumbani akiwa na huzuni sana. Kile ambacho alikuwa akakipambania kwa muda wa mwaka mmoja kwa sasa nakiona hakina umuhimu zaidi ya familia. Meenakshi kwa sasa alikuwa hahitaji shobo zozote kutoka kwa Sundari, hata simu yake alikuwa hapokei. Mwamba anarudi mpaka nyumbani kwa kina Meenakshi kwenda kumuulizia mwanadada, lakini anaelezwa ametoka na wao hawafahamu sehemu alipo. Mchizi kipindi ambacho alipokuwepo kitaani akijiuliza mwanadada ameelekea eneo gani, ghafla anaona kulikuwa kuna bonge moja la bango ambalo lilikuwa linaonyesha kuna movie mpya ya Rajinikanth ilikuwa inatoka. Jamaa baada ya kukumbuka maneno ya mwanadada ya kwamba kila movie mpya huyu jamaa lazima aende akaishuhudie siku ya kwanza, basi safari inampeleka mpaka kwenye banda la sinema. Baada ya kufika hapa, na ni kweli anafanikiwa kumwona mwanadada. Tena alikuwa kakaa upande wa mbele kabisa, yani alikuwa na furaha kweli kweli. Dada alikuwa na shangilia zake, hata mchizi naye ambaye alikuwa sio mpenzi kabisa wa filamu ikabidi tu leo awe mshabiki. Akavizia mpaka filamu ilipoisha, anamvuta mwanadada pembeni akihitaji kuweza kuzungumza naye, lakini Meenakshi hakuongea neno lolote zaidi ya kumtandika busu. Halo bwana, hapa ndo tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.